Mafunzo Online TV, habari kwa kina. Waziri wa Nchi, Afisi ya Rais Ikulu, Mheshimiwa Saada Mkwiya Salum ameupongeza uongozi wa Chuo cha Mafunzo Zanzibar kwa kuwasimamia vyema wanafunzi kwa kuwapa elimu iliyo bora ambayo inawasaidia wanapokuwa uraiani. Ameyasema hayo wakati wa hafla ya utoaji wa msaada magodoro uliotolewa na taasisi ya diaspora inayojulikana kwa jina la Al-Amana Foundation, hafla iliyofanyika makao makuu ya chuo hicho Kilimani, Zanzibar. Tunakushukuru sana kwa sababu umekuwa mwalimu sio tu wa wanafunzi hawa, hata kwa jamii. Jambo kama hili ni jambo ambalo tukikuona wewe mwenyewe umelisimamia ndio linatoa hamasa zaidi kwa jamii huko nje. Kwa hiyo tunakushukuru sana kwa hatua hii. Amesema kuwa chuo cha mafunzo ni sehemu pekee ambayo wanafunzi hupata elimu iliyo bora, hivyo amekitaka chuo hicho kuendelea kutoa elimu ambayo itawasaidia wanafunzi kuwa raia wema pindi wamalizapo vifungo vyao. Dr. Saada amesema kitendo ambacho kimefanywa na taasisi ya Al-Amana ni kitendo cha kupigiwa mfano, hivyo amezitaka taasisi nyingine kuweza kuwasaidia chuo cha mafunzo ili kuleta ufanisi wa kazi zao. Aidha vile Al-Amana imefanikiwa kutoa msaada wa magodoro 200 kwa chuo cha mafunzo kwa ajili ya kuimarisha ustawi wa wanaotumikia mafunzo. Kwa hiyo hii ni hatua nzuri, lakini ninaamini kamishna, chuo cha mafunzo kinahitaji zaidi ya msaada ambao leo umetolewa, lakini tunawashukuru kwamba Al-Amana wameanza kuonyesha, na tutashirikiana pamoja kuona hata wanajumuiya wengine wanatoa misaada kama hii ili kuhakikisha kwamba wenzetu ambao wako katika maeneo haya basi wanapata na wao huduma kama hizi. Naye kamishna wa chuo cha mafunzo Zanzibar, Kanal Hamis Bakari Hamis, ameishukuru taasisi hiyo na kuwataka kuendelea kuwasaidia ili kuweza kuondoa changamoto mbalimbali zilizopo chuoni hapo. Aidha, kamishna Hamis amewataka wanafunzi ambao wamelipiwa fidia na taasisi ya Al-Amana kwenda kuwa raia wema na kuacha kurejea tena makosa yao ambayo yamepelekea kuwa wanafunzi wa chuo cha mafunzo mara kwa mara. Kwa hiyo niwashukuru sana hawa ndugu zetu Al-Amana kwa kuona umuhimu wa kuwatoa hawa, lakini niwaombe tusiishie kuwatoa tu kutoka kwenye vyuo vya mafunzo, lakini tuende mbele zaidi kuwasaidia kuweza kujikimu huko mitaani. Otherwise tutawatoa, watakwenda kikosa la kufanya mahitaji ya kibinadamu yapo, atahitaji kula, atahitaji kuvaa na mengineyo, hata lazima atajikuta anarudia makosa ili apate kujikimu, lakini makosa yatamleta tena chuo cha mafunzo. Sasa kurudia hii repetition hii, basi lazima tushirikiane sisi, wadau wengine mbalimbali, sio wadau wa serikali, taasisi za kiserikali, wadau binafsi, tukishirikiana ili tuweze kuweka Zanzibar iwe salama bila ya makosa. Naye mkurugenzi wa diaspora Zanzibar, ndugu Haji Gorahaji, amesema ofisi ya Rais Ikulu inayoshughulikia diaspora itaendelea kushirikiana na Wazanzibari wanaoishi nje ya nchi kwa maslahi mapana ya nchi. Kuna mahitaji yapo mengi kwa jamii, na hili ni eneo moja ambalo wanajamii wanahitaji kulifikiria ili kuweza kuwasaidia wenzetu. Mimi nitoe wito kwa jamii kwamba Al-Amana Foundation wameonyesha nia ya kutusaidia kama jamii, na tunatarajia kwamba kuna jumuiya nyingine za kidiaspora duniani ziweze kuja kwetu kama ni eneo moja la kuweza kusaidia jamii zao, kama kauli mbiu inayosema kwamba mtu kwao ndio ngao. Ni kitu muhimu cha kusaidia maendeleo ya nchi, yanajengwa na wananchi wenyewe. Taasisi ya Al-Amana imewalipia fidia mbalimbali wanafunzi 18 kwa kiasi cha shilingi milioni 18.5 pamoja na kutoa msaada magodoro 200. Nikiripoti Fatia Haji, Mafunzo Online TV. Mafunzo Online TV, habari kwa kina.